Mheshimiwa Bunge, Wizara ya Katiba na Sheria, Mheshimiwa Cecil David Mwambe, mbunge wa Ndanda, sasa ulize swali lake. Je, serikali haioni haja ya kutafsiri upya sheria Intoxication Liquors Act ya mwaka 1968 ili kutoa fursa kwa wakulima wa korosho kupata kipato kwenye gongo ya Mabibo? Swali hilo limeelekezwa katika Wizara ya Katiba na Sheria na linajibiwa na Mheshimiwa Naibu Waziri, Mheshimiwa Sagini. Sheria ya Intoxicating Liquors Act inaweka utaratibu wa kuwasimamia watengenezaji na wauzaji wa pombe za asili. Kwa mujibu wa sheria hiyo, mtu yeyote anayekusudia kutengeneza au kuuza pombe ya asili anapaswa kuomba leseni kwa mamlaka husika ya serikali za mitaa. Aidha, kwa mujibu wa sheria hii, gongo sio miongoni mwa pombe za asili kwa maana ya local liquor kama inavyotafsiriwa katika kifungu cha 3 cha sheria husika. Mheshimiwa Spika, pombe aina ya gongo, machozi ya simba, moshi au umeme kama inavyotafsiriwa na kifungu cha 2 cha sheria ya kudhibiti utengenezaji wa pombe za asili sura 384 Traditional Liquor Control of Distillation Act inaweza kutengenezwa ikiwa mtengenezaji ana leseni inayotolewa kwa mujibu wa kifungu cha 19 cha sheria ya kudhibiti pombe za asili sura 384. Leseni hiyo hutolewa na waziri mwenye dhamana ya viwanda. Aidha, ni kosa la jinai kuzalisha pombe ya asili ikiwemo gongo bila leseni. Hivyo wakulima wa korosho wanao nafasi ya kujiongezea kipato kupitia gongo ya Mabibo ikiwa wataomba leseni ya kuzalisha pombe hiyo kutoka wizara husika. Mheshimiwa Cecil Mwambe, swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, kwanza nishukuru kwa majibu mazuri kabisa ya serikali kuhusiana na swala hili, kwa sababu limekaa hapa mbele yetu na utakuwa shahidi kwa muda mrefu sana tukilijadili, na malengo ni kwamba kuongeza ile value chain ili wakulima wa korosho waweze kujipatia mapato. Serikali sasa iko tayari kutoa elimu kwa wakulima wa korosho kutokana na sheria hii. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, ni kweli serikali iko tayari kupitia Wizara ya Viwanda na Biashara. Mara kadhaa tumemsikia waziri akitoa ufafanuzi hapa. SIDO wanayo idara ya elimu kwa ajili ya kutumia teknolojia inayoweza kuongeza thamani katika mazao mbalimbali yanayozalishwa na wananchi wetu. Kwa hiyo wakulima wa jimbo lako wanaweza wakatumia fursa hiyo ili kujiimarisha, wakafanya kitu ambacho kinakubalika kwa mujibu wa sheria. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Naibu Waziri, asante sana kwa majibu yako kwa maswali ya Mheshimiwa Bunge. Wizara ya Mali Asili na Utalii, Mheshimiwa Zaitun Saif Soai, mbunge wa viti maalum, swali lake litaulizwa kwa niaba yake na Mheshimiwa Husna Sekiboko. Je, lini TANAPA watatumia vizuri fursa za misitu walionayo kunufaika na biashara ya carbon kama nchi nyingine zinavyonufaika? Swali hilo limeelekezwa kwenye Wizara ya Maliasili na Utalii na litapatiwa majibu na Mheshimiwa Naibu Waziri Danstan Kitandula. Mheshimiwa Spika, Shirika la Hifadhi za Taifa Tanzania, yani TANAPA, ikiwa ni miongoni mwa taasisi za serikali zenye maeneo ya misitu, inatambua uwepo wa biashara hii na tayari imeanza kuchukua hatua ili kuhakikisha upatikanaji wa manufaa yanayotokana na biashara ya hewa ya ukaa. Katika kutekeleza azma hiyo, management ya Shirika la Hifadhi za Taifa iliwasiliana na Kituo cha Uratibu wa Biashara ya Hewa ya Ukaa cha Taifa kilichopo katika Chuo Kikuu cha Kilimo Sokoine ili kupatiwa mwongozo wa biashara ya hewa ya ukaa ulioandaliwa na Ofisi ya Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, kufuatia mwongozo huo, shirika limebainisha hifadhi